Ryan alisimama pale, mshumaa mkononi mwake ukitupa vivuli vya kutisha kwenye picha za Linda zilizokuwa ukutani. Kwa mara ya kwanza nilihisi kuwa sura yangu ambayo awali niliona kama baraka sasa ilikuwa ni laana. Nilikuwa mfungwa wa sura yangu mwenyewe ndani ya jumba hili la siri. Zuhura, usitetemeke. Sijakusudia kukuumiza, lakini chumba hiki ni roho ya nyumba hii. Kila kitu hapa kinaishi. Linda bado yupo hapa. Unahisi harufu yake? Ryan, unaniogopesha. Hii barua hii inasema Linda alikuwa akikimbia familia yenu. Alikuwa akimkimbia Oscar. Ryan, nini kilitokea usiku ule? Ryan alizima mshumaa kwa vidole vyake. Giza nene likatutanda. Nilimsikia akivuta pumzi ndefu. Pumzi iliyobeba uzito wa miaka 5 ya maumivu. Oscar ana siri yake na mimi nina yangu. Lakini kuanzia leo hutaruhusiwa kuondoka kwenye lango la jumba hili bila ulinzi wangu. Ni kwa usalama wako Zuhura. Linda hakusikiliza onyo langu. Usifanye kosa lile. Alinitoka na kuniacha gizani. Nilirudi chumbani kwangu nikiwa nimechanganyikiwa. Nilijifungia mlango na kusukuma kiti kuuziba. Nikiwa nimekaa kitandani, ghafla nilisikia sauti ya ajabu. Haikuwa sauti ya panya. Ilikuwa sauti ya kitu kinachochora kwenye upande mwingine wa ukuta wa chumba changu. Nilikaribia kuta ile, nikitega sikio. Zuhura, fungua macho. Usinywe maji, usinywe. Niliruka nyuma kwa mshtuko. Sauti ile ilikuwa kama ya Linda, lakini Linda amepotea miaka 5 iliyopita. Je, nyumba hii ina majini au kuna mtu mwingine anayeishi ndani ya kuta hizi? Niliangalia glasi ya maji iliyokuwa juu ya meza yangu ya pembeni. Maji yale yalikuwa na rangi ya mawingu kidogo, tofauti na nilivyoyaacha. Moyo wangu ulikwenda mbio. Kama nisingesikia sauti ile, nisingejua kuwa kuna mtu alikuwa ameingia chumbani kwangu na kuweka kitu kwenye maji yangu. Niliamua kufanya kitu cha kijasiri. Nilitafuta kamera yangu na kuweka night vision. Niliamua kutumia teknolojia kugundua siri ambazo macho yangu ya kawaida hayawezi kuziona. Nilitoka koridoni nikiwa nimebeba kamera. Nilielekea upande wa chumba cha Oscar. Kupitia kioo cha kamera niliona alama za miguu, nyayo za siri zikielekea upande wa nyuma ya nyumba, kule ambako kuna gereji ya zamani ambayo haitumiki. Mvua ilikuwa imeacha, lakini harufu ya udongo mbichi ilikuwa nzito. Nilijificha nyuma ya mti mkubwa wa maparachichi. Nilimwona Oscar akitoka gereji ile, akiwa amebeba mfuko mweusi wa plastiki. Alikuwa akitazama huku na kule kwa wasiwasi. Lazima nimalize hili kabla yule binti hajajua ukweli. Nimechanganyikiwa, lakini mimi siko tayari kwenda jela kwa ajili ya wazimu wake. Oscar alitupa ule mfuko kwenye shimo la taka na kuuchomea moto. Harufu ya kitu kinachoungua ilikuwa ya ajabu, kama nguo za kizamani. Nilisubiri aondoke, kisha nikasogea karibu na lile shimo. Moto ulikuwa bado unawaka. Kwa kutumia kijiti nilijaribu kutoa kitu kilichokuwa hakijaungua kabisa. Kilikuwa ni kitambulisho cha kazi. Nilikisafisha kwa kiganja changu. Macho yangu yalitoka nje nilipoona jina Linda Maliki, mhasibu mkuu.
lakini chini ya picha ya Linda kulikuwa na kitu kilichoandikwa kwa peni nyekundu, maandishi mapya kabisa: mfu anayetembea. Ghafla taa kubwa za ulinzi wa nyumba ziliniwakia usoni. Zuhura, rudi ndani mara moja, eneo hili ni hatari. Nilikimbia kuelekea ndani, lakini nilipofika mlangoni nilimkuta Lian amesimama pale. Hakuwa na suti, hakuwa na mshumaa. Alikuwa ameshika bastola ndogo mkononi mwake, akitazama upande ule wa gereji. Zuhura, nimekuambia mara ngapi usitoke nje usiku? Oscar sio mtu unayemfikiria, na mimi sio mwanaume unayedhani unamjua. Usiku ule nilitambua kuwa nimeingia katikati ya vita ya ndugu wawili. Mmoja anataka kuficha maiti na mwingine anataka kufufua kivuli. Lakini Linda yuko wapi? Na nani aliyenong'ona ukutani kwangu? Nilijua kuwa ili nimalize sehemu 10 za simulizi hii nikiwa hai, lazima nianze kucheza mchezo wao. Nilianza kutabasamu, tabasamu ambalo Linda alikuwa nalo kwenye picha zake. Kama wanataka Linda, nitawapa Linda mpaka nitakapopata ukweli. Baada ya tukio la usiku ule kwenye shimo la taka, nilijua kuwa usalama wangu haupo tena mikononi mwa mtu yeyote ndani ya jumba hili. Lian alikuwa na bastola na Oscar alikuwa na chuki. Mimi nilikuwa na kitu kimoja tu, sura yangu. Nilirudi chumbani kwangu nikiwa nimeishika ile kadi ya Linda mkononi mwangu mpaka viganja vikaning'inia jasho. Mfu anayetembea. Maneno yale yaliniumiza kichwa. Kama Linda alikuwa amekufa, kwa nini Oscar aliandika maneno yale sasa hivi? Na kama yupo hai, amejificha wapi? Niliamua kuichunguza kuta ile iliyotoa sauti ya mnong'ono. Kuta za nyumba hii zilijengwa kwa mbao ngumu na mawe, lakini sehemu moja nyuma ya kabati langu kubwa la nguo ilitoa sauti ya upango. Kwa nguvu zangu zote nilisukuma lile kabati. Nyuma ya kabati hapakuwa na ukuta wa kawaida. Kulikuwa na mlango mdogo ambao uliofichwa kwa ustadi mkubwa. Mlango ule haukuwa na kufuli. Ulikuwa na kitasa cha siri kilichojificha kwenye urembo wa mbao. Nilikibonyeza na kwa mara nyingine mlango ukafunguka. Zuhura, Mungu wangu, kuna nini huku? Niliingia ndani ya kile ambacho kilionekana kama korido ya siri inayopita katikati ya kuta za nyumba. Ilikuwa ni korido nyembamba yenye vumbi la miaka mingi. Kupitia matundu madogo kwenye kuta, niliweza kuona ndani ya vyumba vingine vya nyumba ile. Niliweza kuona chumba cha Ryan. Alikuwa amekaa kwenye kiti chake cha ngozi, akiwa ameshika picha ya Linda huku machozi yakimtoka. Alikuwa akiongea peke yake. Linda, kwa nini hukuniambia? Kwa nini hukuniamini? Sasa nimeleta mwingine, anafanana nawe, lakini kila nikimtazama naona kosa langu. Nilishtuka. Kosa gani? Niliendelea kutambaa kwenye ile korido mpaka nikafika sehemu ambayo ilikuwa na ngazi za kuelekea chini ya ardhi. Harufu ya dawa za hospitali na unyevunyevu ilianza kutawala. Mwisho wa ngazi nilikuta chumba kilichokuwa na mwanga wa neon. Kupitia tundu la ukuta, macho yangu yaliona kitu ambacho kiliufanya moyo wangu usimame. Katikati ya chumba kile kulikuwa na kitanda cha wagonjwa, na juu ya kitanda kile alikuwa amelala mwanamke. Alikuwa na mipira ya oksijeni na mashine zinazosaidia kupumua.
Uso wake ulikuwa umevuvumka kidogo, lakini hakukuwa na shaka. Alikuwa ni Linda Maliki. Hakuwa amepotea, hakuwa amekufa. Alikuwa amefungiwa chini ya ardhi katikati ya nyumba ya mwanaume aliyedai kumpenda. Linda yuko hai, lakini kwa nini wanamficha huku? Ghafla nilisikia sauti ya hatua za miguu zikishuka ngazi. Nilijibanza kwenye kona ya giza ya ile korido. Oscar aliingia chumbani kule akiwa na daktari mmoja mzee. Daktari bado hajazinduka. Ryan anaanza kupoteza akili. Ameleta binti mwingine anafanana naye kabisa. Ikitokea yule binti akagundua kuwa Linda yuko hapa, sote tutaishia gerezani. Oscar, hali ya Linda ni ngumu. Ile ajali ya gari usiku ule iliharibu sehemu kubwa ya ubongo wake. Anapumua tu kwa sababu ya hizi mashine. Ryan anataka kumfufua, lakini matibabu haya ya siri ni kinyume cha sheria. Ryan anataka kumfufua kwa sababu ya hatia inayomla. Anajua kuwa yeye ndiye aliyekuwa anaendesha gari usiku ule. Anajua kuwa yeye ndiye aliyesababisha Linda awe hivi. Mimi namficha Linda huku ili kulinda heshima ya familia yetu. Lakini Ryan anataka kucheza michezo ya mapenzi na yule binti mpiga picha. Nilihisi dunia inazunguka. Ryan ndiye aliyesababisha ajali ya Linda na Oscar anamsaidia kumficha ili kumlinda mdogo wake, au anamsaidia ili aweze kumtawala Ryan? Nilianza kurudi nyuma taratibu, nikiwa na nia ya kukimbia nje ya nyumba ile na kwenda polisi. Lakini nilipogeuka tu, nilihisi maumivu makali nyuma ya kichwa changu. Macho yangu yalianza kuona giza. Kabla sijapoteza fahamu, niliona sura ya mtu aliyekuwa amenipiga. Haikuwa Oscar wala haikuwa Ryan. Alikuwa ni yule mfanyakazi wa ndani wa kike ambaye siku zote alikuwa kimya. Alikuwa akinitazama kwa macho yasiyo na huruma. Samahani Zuhura, hakuna mtu anaruhusiwa kujua siri ya ukuta huu.